Labda hii nikusaidie ili ufanikiwe kwenye maisha yako. Watu wengi sana wakishafanikiwa kupitia mtu fulani, au nimeenda haraka, pointi ya jana ya 4, naona watu wanaendelea kuandika. Epuka kuweka matarajio makubwa kwa watu. Watu hubadilika, lakini Mungu wetu habadiliki. Isaya 45 mstari ule wa 5 mpaka ule wa 7. Asa mimi ni Mungu, hapana Mungu mwingine, hapana Mungu mwingine. Ninachotamani kufundisha kwenye hii pointi, kabla sijaingia kule ambako natamani nifundishe, iko hivi: hata kama mtu amekusaidia jambo fulani, usimpe utukufu yeye, mpe Mungu aliyesababisha huyo mtu akusaidie. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana wale watu ambao huwa wanasaidiaga watu halafu wanajitukuza, vitu vyao vinaondoka, Mungu anakitoa kile kinara chake. Kama ni mfanya biashara au ni mkulima, whatever the case, yani mtu yoyote ambaye Mungu amembariki. Kwa hiyo huwa hatujisifu. Ndio maana kwenye kitabu kile cha Luka 10 mstari ule wa pili nasema, watenda kazi ni wachache, muombeni Bwana wa mavuno alete watenda kazi wengine. Wale 70 walijifanya wao wanajua kuliko Yesu, akawaangushia hapo, wakakaa kwenye dustbin. Kwa hiyo watu tuna tabia ya kumtukuza mtu aliyekusaidia jambo fulani. Kwa mantikio, yule mtu akiendelea kupenda sifa, kile cha kwake kinaondoka. Na hapa uhalisia kabisa, wana maombi wengi hapa walishaferi, hata wanakwaya wenyewe walishaferi. Wengi waliferi, wana maombi, wanakwaya. Anakuambia bila mimi hapa hii kitu haiendi. Nina kakangu mmoja ananilea kiroho, baba mchungaji namfahamu, anaitwa Gordon Newton. Yule ambaye anaimba kwa Mwakasege Bonge hivi. Yule alikuwa ni mwalimu wa kwaya kule nyumbani kule Kiera, Mbeya. Sasa alikuwa anahadisia siku moja kwamba wakati wanatoka zao Mbeya, mpaka kabla hawajatoka Mbeya, alikuwepo mwanakwaya mmoja ambaye alikuwa namba 1, yani ile soloist ambaye wanamtegemea. Akiimba naimba bwana, wingu linashuka bwana, mambo yanakuwa sawa. Sasa wakati wanafanya mipango ya kuelekea Dar es Salaam kwenda kurekodi, yule akasema, mimi siwezi kutoa nauli yangu, I'm a superstar. Mimi ni superstar, siwezi kutoa. Nyie kina madamu, mamangu nyie kina Abera, muimbe hata kama ni wazee, endeleeni kuimba, maana sauti sio za kwenu, za Bwana. Washindi sema amen. Sasa akasema, kwa mantikio mnichangie mimi nauli hapa, la sivyo siendi. Sasa wao walipanga kumchangia yule namba 2, ambaye kwa kweli maisha yake yawezekana akafanana na Efraim, au Efraim ni afadhali kidogo. Kwa hiyo akasema, mimi silipi. Kipindi kile ilikuwa ni 45 tu. Akasema, mimi silipi nauli, msiponichangia tutaona kama mtaenda kuimba. Mungu ana mizungu wengi. Akasema sawa, si ataki huyu, haina shida. Sauti ikawa vizuri, wanaimba wakitokea Mbeya Kiera vizuri, wanavuka Uyole, wanaenda Njombe, wanaenda Iringa, wanaenda zao Morogoro, wanaenda vizuri kabisa. Wamefika Pwani, wamefika pale Dar es Salaam, sauti iko vizuri. Siku wameingia studio siku anaingia studio, anasema haya, nani producer anamwambia nani ambaye anafaa kuimba hapa? Wakamwambia namba 1 wao, wakamuinua, huyu hapa. Akasema sawa, hamna shida. Wakamuinua namba 1 wao, hiyo soloist anza kuimba. Wameweka hivi maiki, unajua tena wanambwembwe hawa anaanza tu kuimba, kodi kakaba, imba hivi inakuaje? Akasema leteni asali. Leta asali, hamna kitu. Leta tangawizi, hamna kitu. Leta kile ambacho wanakijua wewe cha kuregeza koo, hamna kitu. Sasa hapa tunachoka, yani toka saa 6, toka saa 1 tumeingia studio mpaka saa 6 mnamng'ang'ania, hakuna mtu mwingine. Akasema mtu mwingine yupo. Yuko wapi?
Wakasema wakamchomoa ule namba 2 ule, wakamleta hapa mbele. Alafu na mwalimu naye kaunga tena. Hapo wanaanza kufungulia ile maiki kwanza kuomba. Unaambiwa aliimba, kwanza kuimba. Asema yule dada aliimba hata wanakwaya wenzake walisisimuka. Alafu mwalimu naye anaingizia kionjo huku anakwenda. Yule namba 1 Bwana, ambaye ile pigo halikutokana na shetani, ile alitokana kwa ajili ya kulinga, kwa ajili ya kazi ya Mungu, akaweka kule namba 2. Alafu namba 1 ka raise up. Alafu akaingizia na mwalimu. Ni maombi yangu asubuhi ya leo kwa jina la Yesu aliye hai, hata kama wakiringa potelea Morogoro, lakini Bwana atakufanya namba 1. Washindi waseme amen kwenye hii madhabahu. Kutoka muda ule baba mchungaji koma kabisa kuringa, hakuringa tena. Kwa hiyo kama Mungu amemtumia mtu fulani kukusaidia, au wewe unamsaidia mtu fulani, usiseme mimi bila huyu hawezi kwenda. Mfano, mimi wamewahi kuniambia mtu mmoja hivi, amenikuta ukubwani miaka 3-4 iliyopita. Ananiambia huyu nilimsaidiaga kitu fulani. Yaani bahati mbaya nilikuwa sina hela siku ile baba. Ningepiga papa ningempa, ningemwambia chukua hela yako. Sasa nilimsaidia, nikamuuliza swali moja. Hivi toka mimi unavyonijua na ukubwa nilionao, hivi umenilea wewe kuanzia kule mpaka hapa nilipofika? Nikamwambia kwendra. Kwa hiyo kwa ponti hii epuka kuweka matarajio makubwa kwa watu. Watu hubadilika, ila Mungu wetu hawezi akabadilika. Ni yeye yule jana, leo na hata milele kwa jina la Yesu aliye hai. Wataringa hapa, lakini Jehova hatakuacha. Washindi waseme amen hapa. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni muhimu sana kuitambua hii kitu, na watu wengi sana wamewatukuza watu, na wale waliotukuzwa ndio wamepata shida. Sasa unisikilize kinachofuata. Tunamalizia hapo 12:30. Tuna dakika kama 30 za kuondoka pa 25. Sasa unisikilize kwa makini hapa, na nimewahi kukufundisha na kufundisha tena, maana hii ni sauti ya Mungu iliyayo kwenye masikio yangu. Mwanzo 4, kile kitabu cha Mwanzo 4. Somo letu ni ile ile. Mwanzo 4 mstari wa 1 mpaka ule wa 15. Najua kabisa nimewahi kukufundisha na kufundisha tena. Kwa mujibu wa ponti naunganisha na hicho kitu. Mwanzo 4 mstari wa 1 mpaka ule wa 15. Adamu akamjua Hawa mkewe, naye akapata mimba, akamzaa Kaini. Akasema, nimepata mtoto mwanamume kwa Bwana. Akaongeza akamzaa ndugu yake Habili. Habili alikuwa mchunga kondoo na Kaini alikuwa mkulima wa ardhi. Ikawa hatimaye Kaini akaleta mazao ya ardhi sadaka kwa Bwana. Habili naye akaleta wazao wa wanyama wake na sehemu zilizonona na za wanyama. Bwana akamtakabali Habili na sadaka yake, bali Kaini hakumtakabali wala sadaka yake. Kaini akaghadhabika sana, uso wake ukakunja mana. Bwana akamwambia Kaini, kwa nini una ghadhabu na kwa nini uso wako umekunja mana? Kama ukitenda vyema hutopata kibali, usipotenda vyema dhambi iko inakuotea mlangoni, nayo inakutamani wewe, walakini yapasa uishinde. Kaini akamwambia Habili nduguye, twende uwandani. Ikawa walipokuwepo uwandani, Kaini akamuinukia Habili ndugu yake, Bwana akamuua. Bwana akamwambia Kaini, yuko wapi Habili ndugu yako? Akasema, sijui, mimi ni mlinzi wa ndugu yangu. Akasema, umefanya nini? Sauti ya damu ya ndugu yako inanilia kutoka katika ardhi. Basi sasa umelaaniwa wewe katika ardhi iliyofumbua kinywa chake, ipokee damu ya ndugu yako kwa mkono wako. 12. Utakapoilima ardhi haitakupa mazao, utakuwa mtoro na mtu asiyekuwa na kikao duniani. Kaini akamwambia Bwana, adhabu yangu imenikulia kubwa, haichukuliki. Tazama, umenifukuza leo katika uso wa ardhi, nitasitirika mbali na uso wako, nami nitakuwa mtoro na mtu asiyekuwa na kikao duniani, hata itakuwa kila nionaye ataniua. Bwana akamwambia, kwa sababu hiyo yeyote atakayemuua Kaini atalipizwa kisasi mara 7. Bwana akamtia Kaini alama, mtu amonaye asije akamuua. Washindi, Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni Mwanzo 4 mstari wa 1 mpaka ule wa 15. Naomba nikufundishe kidogo hapa, na nimewahi kukufundisha. Wapendwa, mpendwa na Bwana, kwa habari hii ya mtu
ambaye nilikuwa nimekufundisha hapa kwamba ni mimi ni Bwana na hapana Bwana mwingine, lakini nakusaidia namna ya kusonga kwamba mpango wako wa Mungu lazima utimie. Hii ni familia ya Adamu na umewahi kuisikia kabisa. Adamu alikuwa na familia, yeye Adamu pamoja na nani? Na mke wake. Mke wake alikuwa anaitwa Hawa au Eva. Baada ya hapo wakazaa watoto, wa kwanza Kaini, wa pili Habili. Mungu akaamua awabariki. Alipowabariki, kilichotokea, Mungu akaagiza kila mmoja mpelekee Bwana sadaka, na wote walimpelekea Bwana sadaka. Lakini mmoja alimpelekea ambavyo viko shagara bagara, mwingine alimpelekea ambavyo vilivyonona, ambaye jina lake anaitwa Habili. Ilibidi Kaini akasirike, aseme kwa nini Kaini ilibidi akasirike, kwa nini Mungu amekukubali mimi hajanikubali? Hii haiwezekani. Kwa mantikio akachukua upanga, akasema twende uwandani. Alipoenda uwandani, akamuinukia mdogo wake, akamwambia twende hapa. Akamuinukia, akamchinja. Biblia inasema akamchinja. Baada ya kumchinja, Adamu anamtafuta mtoto wake mwingine, hamuoni, lakini sijui walikuwa wapi. Baba mchungaji hawajawahi kutuambia kwenye Biblia kwamba bustani ya Edeni ilikuwa na heka ngapi. Hicho ndo ninacho nafikiri, sijawahi kusoma kwamba Biblia inatuambia kwamba kwenye kitabu cha Mwanzo kwamba bustani ya Edeni ilikuwa na heka ngapi. Ila naweza nikifika mbinguni, nimewahi kuambia hapa, nitaenda kumuuliza Habili, ulishindwa kupiga kelele mpaka unapoona unaenda? Muujiza ulitokea sehemu moja tu, kwa Ibrahimu anapomchukua mtoto wake Isaka kwenda kumchinja, ndiposa Mungu alipoangalia moyo akamtoa mwana kondoo. Huo ndio muujiza peke yake uliotokea. Hasa sijui naye Habili alifikiri muujiza utatokea, sielewi, sijui hiyo kitu. Hasa anakwenda, anafika uwandani, anamuua, anamuinukia, anamuua. Mungu anamtafuta mtoto wake ambaye mwenye nidhamu sana, anamwambia Habili, uko wapi? Habili uliyetii habari niliyokuambia, uko wapi? Anamuuliza Kaini, yuko hapa? Anakuambia sijui, mimi ni mlinzi wa ndugu yangu. Yaani nikifika mbinguni, nimekuambia kabisa Kaini lazima nikamtandike fimbo, maana anamwambia mimi ni mlinzi wa ndugu yangu. Hivi anamjibu hivyo Mungu wangu? Kwa kweli, yaani kwa kweli Kaini anastahili fimbo. Asubuhi ya leo tunawaambia kabisa, wale tulioambatana nao kama ni makaini wanataka kutuua, wanastahili watandikwe fimbo za msalabani kwa jina la Yesu. Anasema sijui, mimi ni mlinzi wa ndugu yangu. Yeye alifikiri anajificha, lakini Mungu akili zake hazichunguziki. Kuna watu ambao wanawafanyia fitina kwa asili, wakijua kwamba hawaonekani. Nataka nikuambie, kwa Mungu anaonekana. Acha wakati wa Bwana uje kwa jina la Yesu hai, awaombue hadharani. Sema amen.